Yo, leo imeamua tumefika eneo Sabasaba. Kwa hair stylist fulani hatari, utapata sifa sana. Yaitwa Mwaro kinyozi. Kwa hivyo leo tutapata mawili matatu kuhusiana na Mwaro na tutamjua sana kwa undani. Kwa hivyo tukutane. Delika Media. Leo tumekuja hapo kukutana na the best haircutter ama ni haircut. Yaitwa Mr. Mwaro. Atatuambia alianza vipi, ananyoa kina nani. Kwa hivyo msitoke hapo, sio? Na msahau kusubscribe hapo chini. Pia kengele mnabofya. Inakuaje bro? Shwari brother, inakuaje? Fresh sana. Leo imekuaje bro? Nashukuru bwana, kusukumana hivyo bwana. Na kuona uko haso. Bwana, lazima ujitume mwanangu, usikaikae bwana. Lakini bro, huku mtaani mazee, kama huko umehama mazee, watu hawanyolewi kabisa. Watu wanasema una mdawa, ni kweli ama? Sijui ni love kwa wana bwana. Hawana na mind sana. Unaona? Kazi yangu fresh. Maisha kazi fresh. Alafu napenda kazi yangu pia, jambo la pili. Alafu mwanaume unajua lazima upige kazi bwana. Ni kweli. Alafu ulianzaje mpaka ukafikia hapa kwa kunyoa? Mimi bro, nilianza kitambo, nakumbuka nikiwa kama class 6 hivi. 206 I mean. Ndio nilianza kunyoa, kulikuwa na bro hapo na kinyozi hapo, Sean. Sasa kuna ile unajua mtoto anaomba nipe tano nini. Mwisho anaomba bwana kaba hapa bwana, jifunze kazi. Okay. Ndio shughuli kaanzia hapo bwana. Mpaka kutokea hapo kwa umeiva kuiva. Ukianza nikianza na watoto wadogo wenzangu hapo nini. Mtoto akija kipara. Kwa ngaingia kwa system bro. Mpaka sasa ndio naona sasa. Alafu kuna jamaa wengine mazee hawaamini kwamba waliparenti, kwamba wasomesha mtoto, kwanza wanunua maziwa, wanadhani yani ukinyoa yani ni rahisi hivyo. Je, hii kazi ni kweli ya jaribu ama yani kamilisha mahitaji yako ya nyumbani kama mzazi? Mimi bro, sisemi vibaya lakini kazi inanipa fresh. Nakula, nalala, mtoto anapata mahitaji yake, mimi mwenyewe si kama unavyoona pia niko vizuri. Nashukuru Mungu, sikosi kitu. Juzi pia nikutana na jamaa fulani akaniambia alikuwa na showroom ya magari. Sasa sielewi ulikuwa umeenda kibiashara pale ama kuna venye unataka kushtua watu mtaani. Huyo jamaa alikwambia anaitwa nani mwenye alimpata hapa? Kuna jamaa fulani hivi kwa anaitwa Eriko nadhani. Eriko mwenye alionekana ni Mwaro mimi au Mwaro? Mwaro wewe? Mna bro, sio story nyingi bwana. Mpaka stories zinakuja mimi niko na sinajua anasemaje, inaitwaje ile kuvuta wateja ile. Lakini bro, wana show love fresh, nashukuru. Piga kazi fresh. Jamaa wanapenda. Lakini stories hapa na hapo gani itoa wapi bro? Nitafika, lakini mwenye alikwambia nitafika vizuri sana. Na sana nasikia siku hizi wanadada wote wananyolewa hapa, wamehama kule. Sasa tuseme uko na kitega uchumi ama uko handsome? Wapi huko? Hapa kwa Mwaro kinyozi. Zina wamehama wapi yani? Wamehama kwa vinyozi vingine. Sasa hiyo wanadada wameamua kwamba wanaweka short hair kwa sababu wao ndio wanyolewa na Mwaro. Sasa unajua bro, ukipenda kazi yako watu wataipenda pia. Sasa unajua piga kazi vizuri. Chapa kazi vizuri, watu watapenda. Nashukuru ni wengi wanakuja lakini si unajua hivyo kupambana bwana, hivyo pambana tu bwana. So mimi nashukuru mwanzo naweza ambia ni wazidi kuja sana bwana. Alafu bro, hapa hivi nasikia wewe ndo kinyozi wa celebrity yani 003. Ushenyoa ma celebrity kawa ngapi na kina nani? Sofa Kelechi, Beka the Boy, Bavyombo Bango. Hao ndo wanaonyoa sana. Umenisahau bro. Sina wewe hapo. Wewe ni star bro. Wewe ni star.
Okay, kwa hivyo sasa ukipata nafasi ya kuambia customer wako kitu ama clients wako utawaambia nini? Mimi nawaambia niendelee kunisupport hivyo. Na mimi nitakaza kamba, nitafanya shughuli zao vizuri kabisa. Kama unavyoona, wewe mwenye toa kofia wewe ndio nimekufanya. Wewe si nimekufanyia tu wewe. Wewe si ni hapa bado. So jamaa endelee kunisupport. Mambo endelee tu hivyo hivyo. Alafu kuna hii hali ya corona bro. Sijui kama kinyozi imekuwa affect ama uko vipi? Ime affect kidogo sababu unajua pesa pia ilipotea sana. Lakini tunashukuru bwana, Mungu anasema bwana akikupa shukuru. Ukipata moja mwenzako amepata mbili, ukipata mbili mwenzako amepata moja. So kinapatikana tunashukuru, tunasukumana naje tu hivyo hivyo. Okay Mwaro, na time zako za kufungua na kufunga ni saa ngapi? Mimi boss wangu customer wangu amenizaa saa 2 asubuhi. Kufunga na depend by the way. Sometimes inaweza extend mpaka saa 4, saa 3, lakini sana kama saa 2:30 ile masaa 3 hivi. Alafu siku hizi nasikia una appointment kweli yani. Yaani uko hapo wanywa mtu lakini ushapigwa simu kwa hivyo saa fulani Neema bro. Wapotea. Neema baba. Sasa kwa hao wenzako wenye wanakuja hapa, yani clients wako wenye wanakuja hapa wanakukosa, huwa waache taarifa gani huko nyuma? Mimi customer wangu nashukuru wananielewa. Unaona? Wakinitafuta nikiomba ngoma mahali wanaona subra sana. Unaona? So customers wangu bwana, endeleeni kuwa na subra hivyo bwana. Promoting kijana wenu bwana. Na kitu gani watu hawajui kuhusu Mwaro? Mwaro ni mtu mwingine mpole sana. Understanding sana. Mimi customer kizengua mimi wananyamaza tu, unaona? Mimi si mtu wa kuongea sana. Ndio maana customer wangu na deal nao vizuri. Hawanielewi, unaona? So customer kizengua mimi tunapelekana tu hivyo bwana. Alafu story na Mjuni, anasikia una Mjuni wawili watatu wanne hivi. Mimi sijui kama uko wangapi lakini mwenye najua mimi ni mmoja. Unaitwa nani Mjuni yako? Mtoto wangu anaitwa Wayne bro. Wayne. Ana miaka ngapi hivi? Kama mwaka mmoja na miezi 3 hivi. Sasa yeye mapokezi yake ukirudi nyumbani tuseme umeshatoka kazini inakuwa vipi? Hata wengi wapo akili yangu iko nyumbani tu. So unajua mtoto kiingia unarukia dadini. Hapo mfaki sasa ameanza kutembea unajua. So ameanza kutembea nikiingia hapo wewe ni dadi tu. Dadi wanasikia raha sana. Hiyo ndio kitu inanifanya nafanya kazi sana kubidii, unaona? Sasa nikuulize Mwaro, vijana wenzetu yani unawapia mawaidha gani vijana wenzetu wa mtaani? Vijana wafanye kazi. Vijana nizaambia wafanye kazi. Hii kukaa bro hii inaleta mambo mengine si mazuri, unaona? Vijana wakiamka asubuhi fanya kazi, maisha yanaendelea hivyo. Hakuna mtu atakuletea. Sawa. Kama hivyo unavyoona hii ni bidii yangu yote bro. Sawa. Nashukuru Mungu niko na mtoto anakula vizuri, nalipa bili zangu vizuri. Na maisha yanaendelea, nashukuru. Sasa tuseme leo sasa. Yaani changamoto yenye uko nayo kubwa sasa. Hapa. Huwa gani? Changamoto kubwa kabisa kwa hii kazi yako. Changamoto yangu kubwa ngunya watoto. Watoto ndio changamoto yangu kubwa. Mwanzo ukipangana kama watatu wanne hapa. Watu wanashtuka sababu wanasumbua watulie bro. Mtoto wa dakika 30 ama dakika 20 unamnyoa karibu 1 hour. Basi unajua kuinama sio wenyewe na warefu bwana, tunachoka viuno bwana. So hiyo ni changamoto kubwa sana bro. Sando, ukipata nafasi na gavana ama mtukufu rais utamwambia nini kuhusiana na vijana hususa? Mimi naweza sema bwana angalie vijana. Vijana ni wengi kushinda wazee unajua. Sasa wao wanasikia wao wanasumbua sana vijana wa pikipiki. Na hizi pikipiki bro zimeleta ajira kwa vijana sana. Umeona? Sasa ukisema wanasumbua vijana ndio pale sasa wizi unakuwa mwingi, ujambazi unakuwa. So mimi naona tu waache vijana wafanye kazi bwana. Mtu pikipiki anapata 100, 200. Wanamwara sio mchukua zote na kwa si vizuri. So naweza sema waachilie vijana wawe huru. Vijana wapige kazi vizuri, maisha yataendelea tu. Kizo bro inakuaje? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Cherop Abdullahi Said, lakini jina la mtaani naitwa Manselelea. Manselelea. Mbona umechagua kuja kunyolewa hapa na Mwaro na nimeona umekaa masaa marefu, unaona kuna line refu lakini umeamua ungoje kwa sababu ya Mwaro kunyoa? Mimi Mwaro ni mtu nimekulia naye mtaani. Nimenyolewa na mabig bro wake. Paka kuna time nilikuwa tulikuwa kama ni weekend nyolewa, yuko busy brother yake vile anatuambia amnyolewe Marogo. Nasema Marogo nini? Marogo
agement yangu hizi nifanya ataniharibu, acha nimsubirie huyu, ushaona? Utachelewa. Ambia hapana, mimi nitasubiri hivyo mpaka hadi ninyolewa Marogo, hadi ninyolewa chinja vibaya, au sio? Marogo anasema achana nao, wengine wananyolewa lakini ilifika time nikaja nikaona mwingine alikuwa amekaa yuko nyuma yangu amboeka, ushaona? Akaona baza nikamcheki mimi nitachelewa, kabidi akanyolewa sababu ni level. Mimi nataka at least ni style kidogo at least, ushaona? Mimi niko ni player by the football. Sasa niko sasa nyolewa level ya kawaida, ushaona? Sasa nikaona huyu amemnyoa vile fresh, au sio? Mimi nikasema bado line ndefu huku. Nifanye nini? Nywele. Ngambia sike nywele kama hivi hata usinyoe vile kwa nataka mimi. Umetry poa hapa brother, au sio? Na nitaka unitule kama hivi, na nilivyoingia naye akaniosha poa. Hata nilikuwa nikifika pale tangu siku hiyo nikimkosa yeye mimi. Nikimpata brother yake pamba hapana. Hii nje nimenyolewa Marogo nilisifiwa, au sio? Paka ambaye basi ametoka paka tumtafute paka mita yake, unajua bado ndogo tuko primary huko. Nabii sasa ambia nitaenda kumtafuta mwenyewe udogo, nitaja naye, si mtu anajua mita yangu, tuko mita moja. Naenda paka ngimcheke nauliza yuko sehemu fulani, naenda kumchukua ambia tuende kanyoe wewe sasa, kwa sababu iko mashine ni mbili pale. Huyu akinywa huku, huyu za nywele koshona. Anakuja ananipiga chonga. Natoa kashi yangu, natoka. Sasa tangu siku hiyo yani sijenyolewa tena yani na mtu mwingine. Hata naweza mpigia simu hivi. Wewe vipi, kwa vipi hapo? Mara nyingi japo kuna watu picha yako pale juu. Hiyo picha hapo juu. Hiyo picha hapa mamangu mzazi. Mwanzo tufanye unacheki. Naicheki, mbona uliamua picha ya mada hapa ndani? Unajua mama ni mama bro. Hata wewe bwana mama tabaki kwa na. So vile love kwa mama na respect sana. Sana amenisupport sana, shukuru. Nimeanza hivi pia amenisupport kidogo. Mimi kwa mashine yangu kwanza kunyoa mamangu ndo ameninunulia. So na respect sana, amenisupport. Ndio maana picha yake nimeweka hapo hivyo. Sasa waambiaje hao wazazi wengine wenye wasupport watoto wao? Mimi naona ni vizuri mzazi support mtoto wake, sababu kuna leo na kesho. Unaona? Mtoto akiamua kufanya kitu bwana msupport. Huwezi jua nini amehemu atapata. So usilazimishe mtoto wako kufanya kitu yenyewe unataka. Msupport afanye kitu chenye anataka yeye mwenyewe. Sasa kwa hivyo umesikia hiyo? Support mtoto wako afanye kitu chenye anataka, usimlazimishe. Sawa Mr. Mwaro. Okay, julikana kana nani bro? Kwa jina naitwa Dan. Mbona umeamua uje hapa kwa Mwaro leo? Yes, Mwaro ndo kinyozi wangu. Nimemjua Mwaro kama miaka 3 hivi. Na tangu hapo aninyoe hiyo siku ya kwanza sijanyolewa mahali pengine. Hata napoenda bara kurudi, hata nikimaliza kama wiki 2 bara kurudi tena huku, kinyozi ni kwa Mwaro. Bara hata sinyoi kabisa mpaka nirudi huko kwa Mwaro. Tuweza uliza Mwaro kwani hapa nini huyo? Sababu kuna fununu nyingi siku hizi. Mwaro aweza kuwa na kadude huyo, ale kaomena mahali huyo. Hizo ni kweli ama wana tu ile kazi yake bidii yake? Hizo ni maneno. Juu siku ya kwanza Mwaro kuniona tu, aliniona na akaniambia naona hii venye umenyolewa haiendani na kichwa yako. Kamwambia wacha nitakuja uninyoe. Nilipokuja hapa kwake bro sikudanganya. Kila mtu mjiani alikuwa aniuliza mbona kwani umechange kinyozi? Kamwambia Okay, kwa hivyo yamaanisha Mwaro sasa fika kuwa mwalimu. Si ni mwalimu kwangu, kwa kichwa yangu yeye ndo mwalimu kwa sahihi. Kwa sababu ni wengi wamejaribu hiyo kichwa yangu. Kichwa yangu ni tofauti sana. Vinyozi ni wengi wamenyoa, lakini venye Mwaro wanga anaitoa. Hakika hata mimi nikitoka hivi huwa naridhika kabisa. Umepata ma complaints kwa watu kwamba mazee hiyo kitu nakubali? Yes, kwa Mwaro ninapotoka nje wananiambia kweli huyo amekunyoa ndo anastahili. Sasa utawaambiaje hao wengine wenye wataview ama wataona kwamba huyu jamaa ni mkali kweli, ama utawaambia nini? Ni kweli na wenye wataona hii nawaambia wajaribu sana wamtembelee Mwaro. Hata kama ni kwa siku moja, wampatie tu wakati tu siku moja, afanye kazi kwa kichwa yao, kisha
majibu atasema wenyewe. Sawa, asante sana mazee kwa wakati wako. Asante, nashukuru dada. Yo. Wasikia watu venye wanasema huko nje. Neema bro, neema za mama bro. Mungu anasaidia pia. Yaani wewe uliona mtu unakamwambia mazee venye umenyolewa, kichwa chako hakifaa hivyo. Bosi wangu bwana, hiyo siku namuona bwana hadi nikashtuka nikasema kwa nini jamaa amejikata mwenyewe? Nikamfuata akamwambia bro bwana, hiyo style ndio kichwa chako. Kama unavyoona sasa imekaa vizuri kwa kichwa chako. Sawa mazee, sawa clients wako, yani uko na madai hard clients wengi sana kulingana na venye nimefanya utafiti. Sipewe mmoja wao bosi. Sasa hao clients wako wafanya nini? Tuseme kama mwisho wa mwezi ama mwisho wa mwaka hivi. Mimi bro, kila mwisho wa mwaka mimi clients wangu wa 20 wa kwanza. Akija hapa nikimshave hapo akosi kitu anatoka nacho. Wengine wanatoka na MBs, wengine wanatoka na credit, wengine wanakunywa soda. 20 wa kwanza kila tarehe moja mwaka ukianza. Delika Media, yoitwa Mr. Moaro, na msahau kusubscribe hapo chini pia.